Naam, uweri gani mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji Upendo TV, bila shaka ni matumaini yangu ya kwamba ujambo siku ya leo. Nikushukuru sana wewe ambao umechukua nafasi hii kuweza kutufuatilia mwanzo mpaka mwisho. Na bana, leo tupo kabisa mbashara tuweze kuongea nawe yaliyojiri katika mtandao wa kijamii bana. Leo tuna mengi ya kuweza kuongea nawe. Bana, siku ya leo bana imekuwa ni tofauti sana. Kwa hiyo mkao kupokea mkao kula ili upate kujifunza kile ambacho tulichokuletea siku ya leo. Na habari yenyewe ni kama ifuatavyo. Bana, leo rais wa Marekani amepata kabisa ujumbe mkubwa sana, amepata ugeni mkubwa sana kutoka Afrika. Waziri wa mambo ya nje wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na waziri wa mambo ya nje wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Rwanda wamewasili hapa Marekani kuweza kuonana na Trump. Kisa au lengo kabisa ni Trump kuweza kuweka saini ya kuleta amani katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na kabla ya yote kwanza kuna mjumbe ambaye ni reporter, ina maana ni mtoa taarifa. Hivyo basi huyo ni mwandishi pia wa habari na alikwenda kukaribishwa na baadhi ya wafanyakazi hapo wa rais, wakaweza kumkaribisha ili aweze kuongea kile ambacho alichokiona kule Kongo, maana anasema kwamba juzi hapa alikuwa Kongo. Na kwanza kabisa akasema ya kwamba rais mteule wa 47 ambapo aitwa Donald Trump, mimi nimefika Kongo na nimeonana na jamii ya Wakongomani, lakini pia nimeonana na vijana. Tulikwenda kabisa kuongea nao, mnaonaje nchi inaendeleaje? Wakasema kwamba nchi haina amani, lakini tunatarajia kwamba amani itakuwepo. Hivyo basi, lakini pia nikaenda pia kuonana na rais wa Kongo ambapo ni Felix Tshisekedi. Huyo hapo ni mwanamke akiwa anampa taarifa Trump, akamwambia kwamba nilionana na rais wa Kongo aitwaye Tshisekedi. Lakini pia rais alikwenda kuniambia ya kwamba mgogoro wa Kongo unaendelea miaka nenda miaka rudi. Ni marais wengi wa Marekani ambao wameingia nikiwa ninawaambia taarifa ya mgogoro huu, lakini hawafanyi kazi. Nimemwambia rais Biden lakini alipozia tu. Hivyo basi nina matarajio ya kwamba rais huyu ambaye ameingia, rais 47, kwa sababu ni mleta amani wa dunia, lakini pia ninaamini ya kwamba atakwenda kuleta amani Kongo. Na hivyo pia nina matarajio ya kwamba siku moja atakwenda kumkaribisha ili niweze kufanya naye meeting, niweze kukutana naye tuweze kuongea 1 2 3. Kwa hiyo huyo hapo ni mwanadada akiwa anampa Trump mkasa kwa kile alichokifuata Kongo, na akaweza kuonana na rais, lakini pia akaonana na jamii na vijana. Bila shaka baada ya hapo rais alikwenda kumpongeza na akampa mkono, akasema hakika asante sana kwa kuwa umefanya kazi nzuri zaidi. Baada ya hapo bana, rais wa 47 lakini pia rais wa 45 aitwa Donald Trump alikwenda na kuongea kwanza shukrani sana, na akasema ya kwamba kwa hiyo tuko hapa leo kusherehekea gari la Gloria, na ndivyo ilivyo kwa sababu ya amani. Na hii ni muda mrefu kusubiri kihistoria kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Rwanda. Imekuwa ikiendelea kwa miaka mingi sana vita, na imekuwa ikitokea nadhani wanasema miaka zaidi ya 30 eneo la maziwa makuu ya Afrika kwa muda mrefu, na labda hata muda kabla ya hapo. Ninaamini kwamba watu wengi wanakufa, vijana, watoto, na zaidi ya watu milioni 6 wameshafariki kwenye vita. Hivyo basi watu wanahisi kwamba hakika Kongo itakuwa na amani lini, lakini ni muda wa Kongo kuweza kuwa na amani sasa. Bila shaka mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wa Upendo TV, rais mteule wa Amerika alikwenda kutoa maneno makali, lakini baada ya rais kuweza kuongea yote hayo bana, bila shaka wachambuzi lakini pia raia walikwenda kuongea ya kwao. Nitakwenda kukuwekea 1 2 3 uweze kusikiliza kile ambacho raia walikwenda kuchambua baada ya kuweza kusaini mkataba huo wa kuweza kuleta amani katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Bila shaka ni mtazamaji wako, mtayarishaji wako Upendo Kiza wa Upendo TV. Twende kwa pamoja tuweze kusikiliza kile ambacho kilichoongeleka mimi nawe. Asante sana. A colleague of hers, a friend of hers, and that she has a lot of respect for, who
comes from the area and knows exactly what's happening. Caroline, could I ask you to say a few words? Yes, sir. Here we have Haryana, who is from the continent of Africa. She's been a reporter here in the United States for many years, and she has a story to share with the press, with the media, and with these two fantastic leaders who have joined you today. So, Haryana, please. Why don't you come up here and talk so they can see? Sure. That'd be great. Thank you very much. Thank you, Mr. It's a great honor. Thank you, Mr. President. So, as Caroline has mentioned, President, first of all, I want to let you know that I'm the only African reporter accredited here at the White House. Wow. And I cover for the entire continent. So I just arrived from Congo, Democratic Republic of the Congo, Right. yesterday. I went to see firsthand how the people is feeling and the president's message, President Felix Tshisekedi, about this upcoming peace deal. And let me tell you firsthand what I've witnessed myself. I spoke with the people on the street. I spoke with youth. They know your name. They know that a president named President Trump is working hard to finally bring peace to the country. I saw hope. They have hope now for a better day in Congo. They see what you're doing as a future, better future for Congo. And I had opportunity to sit down with President Felix Tshisekedi for an interview because I want to understand his mind, what he's thinking, his feeling about everything that your administration is doing. And he told me firsthand that for many years, many American presidents overlooked this conflict. They didn't do nothing. Even myself, I cover President Biden's administration. I pressed many times about this conflict. People are dying in Congo. This country has so much potential, but they need help because this war is destroying the country. Right. They never gave me any answer. And he told me, President Tshisekedi, that you have no idea, he's very thankful for what you're doing, for what your administration is doing. Not only him, the entire Congolese people, they see that finally they will have hope. And President Tshisekedi also mentioned at the end of my interview that when peace finally comes to the Democratic Republic of the Congo, he's thinking to nominate you as a Nobel Prize Peace because he said you deserve, you have been working to bring peace in the world, not only at the Congo, and he's very hopeful to meet you in the future. That's so nice. Boy, and that's so beautifully stated. And Caroline said, number one, she did say, and I shouldn't say this because it's politically incorrect, she said, she's beautiful, and you are beautiful. I'm not allowed to say that, that could be the end of my political career, but I said it anyway. But you are beautiful, and you're beautiful inside. So I wish I had more reporters like you. So you covered Africa for a long time? Yes, for over 10 years. Wow. I cover even your first administration. Yes, I know that. That's great. Well, thank you. That's so nice that you said that. Thank you. Appreciate it. And I have one more question, Yes. Mr. President. Since we know in July or in the future, both President of Rwanda and the Congo will be coming Yes. to the United States. In Africa, President João Lourenço, the president of Angola, he is also the leader of African Union. Good. He Yes, I know. worked very hard to bring peace, but unfortunately... Let's get him here. Yes, that's Okay? right. Would you invite him for me? Of course. Okay? Of course. No, we'll have. I know that he works very hard, and he's the head of essentially the union. So the union all over Africa, not the kind of union that we have. This is the union all over Africa, and I'd love to have him. So you'll let him know. Of course, Okay. Mr. President. Thank you very much. Thank you, Good. Mr. Now you go back to where you belong, right? That's great. That's a great job. It's real knowledge and real heart, too. Congratulations. Okay. So we're here today to celebrate a glorious triumph, and that's what it is, for the cause of peace. And this is a long time waiting, the signing of a historic peace agreement between the Democratic Republic of the Congo and the Republic of Rwanda. The conflict has continued, and it's been going on for many, many years. It's been going from, I guess they say 30 years, the Great Lakes region of Africa for a long time, and maybe even a time before that. How is the Great Lakes region? Must be beautiful, right? Beautiful, beautiful region, but they had a lot of war, right? A lot of fighting, a lot of death. It's displaced countless people and claimed the lives of thousands and thousands. But today, the violence and destruction comes to an end, and the entire region begins a new chapter of hope and opportunity, harmony, prosperity, and peace. That's been a long time waiting. I said, how long has the war been going? And
friend of mine who's very much involved said 30 years and at least 6 million people were killed during that period of time. It's incredible. And somebody said that was actually, it's the biggest war on the planet since World War II. So it's a shame, but we're going to bring it to an end. I want to express my gratitude and congratulations to the representatives of the Democratic Republic of the Congo and the Republic of Rwanda, who signed this pivotal agreement a short time ago. They just signed right in front. And let me also thank Secretary of State Marco Rubio, who has worked very hard on this subject, and we've worked on it together, for his outstanding leadership, as well as Senior Advisor for African and Africa Affairs, Mossad Boulos, who's, as you know, spends a lot of his time in Africa, and he's very comfortable there. I said, were you at all uncomfortable with all of the turmoil and all of the killing? And he said, no, I wasn't uncomfortable, and that's what you need. You need somebody that's going to be able to get some massage. Najiuliza mimi nani kwa mwanamke. Najiuliza 65 ya indépendance tunatoka mcolonisation. Mu 55 avec papa mwetuko naye wa 70 ans na tulikuwa na papa wa 18 alishindaka pana ile pays kwa occidentaux. Leo wa 70 anaipana kwa occidentaux. Eske kuko mwanadamu anaweza leta mwingine amani isipokuwa Yesu Kristo? Maana mkongo hamna bwana biko capable, banaume biko capable kuweza kujere Kongo na Kongo iko transformer comme ingine mapays. Lakini tunaenda pana lakini kisha mtu anapia kule kutotoka amani. Yesu ndio bwana wa amani. Kama kule kutotoka amani kama Israeli sasa kuna vita, kungekuwa amani kutoka amani kama sasa Trump hapigi mabombe kule. Mungu Yesu ndio bwana wa amani. Niko na shangala, niko nikana junusa na bakongolo wanafurahi. Leo tutafanya nyatire ya kurudia nyuma. Nani beneficiaries sinyatire kata haiko Rwanda? Wazungu wanatoka Kagame. Wazungu watatoka Kagame. Kagame wanampatia kama makuta. Wanampatia financement 100 millions. Vile alitumia Nafurahi sana kusikia venye mama mwana anauliza, anasema yeye mwanamke. Hapana mama. Hakuna mwanamke, hakuna mwanaume. D'ailleurs mimi nasema huko tuseme je vais nitasema huko mwanaume parce que le plus souvent banawaza kama mtu mwenyewe anasema mzuri mwanaume. Alors kama unaona mwanaume ndio anapaswa kusema mzuri, nasema mama huko mwanaume. Unajipoze question mzuri. Pourquoi leo bwana Tshisekedi anapeleka nchi kwa wazungu? Wa baba zetu, wakubwa wa babu zetu, Emery Patrice Lumumba notamment na wengine wakasavubu ba Ileo wengine ba zamani ba Warigamira balipigania nchi kuitosha mikono ya mzungu ikuwe mikono yetu sisi. Dressons nos fronts. Hatukudresser front yetu juu tuwapati. On a dressé nos fronts pour que tu combattre l'impérialisme. Et quand nous disons l'impérialisme, nous voyons les États-Unis d'Amérique donc en premier rang. Sasa leo chambo chako mama, pourquoi bwana Tshisekedi anakamata nchi anaitia mikono ya bale ba impérialistes, les gens qui nous combattaient, les gens qui avaient combattu Lumumba et les autres? Maman, vraiment question yako iko pertinente, une question mzuri, vous posez une bonne question. Kama wengine ba Kongomani bangejipoze ile question yako niko najipoze, tunapaswa mwambia Tshisekedi ile accord yake na nani na Amerika aivute. Kama Amerika watakiwa batuekraze wanyanganye vyetu juu kwa nguvu, la d'accord. Mais tupane nchi kwa Amerika banafanya nini? Ba Amerika wanafanya nini? China zituma sisi tukamate nchi tuwapatie. Vraiment mama, Tshisekedi anatukosea sana. Bon, mais manayu aba Tshisekedi na wengine wa politiciens, les faux politiciens, baisha comme ma business. Abapendi nchi yetu, banapenda wasaliti, ce sont des grands traîtres. Puis qu'on a trahi notre nation. Kupeleka nchi kwa Américain, qu'est-ce que ça va donner? Ba Américain ndio wanakuwa banafanya nini? Mama, vraiment nchi yetu iko ni huruma. Hatuna ba nationaliste, hatuna watu tena benyo nasa pigania nchi. Biko na kama ma niveau d'études, kama ma niveau nini siwe. Français ndio biko na mkichwa. Mais kuwaza bawazi. Ya pas longtemps tunasikia mtoto wa Museveni. Ndio anasema bata mtoto wa Museveni pamoja na wasoda ya bwana Tshisekedi
juu apiganishe wazalendo. Unaona kenyiko pale. Kupiganisha uzalendo, ça dit combattre patrie. Quand on dit muzalendo, on dit un patriote. Maintenant, un politicien congolais, disons un intellectuel congolais, un intellectuel, je mets les guillemets, anasema natika baite basonani basoda Rwanda, ba Uganda, bakuye bapiganishe ba patriote. C'est-à-dire, il a vendu le pays. Inchi balisha uzisha. Sasa naona wenyewe wanatia obstacle kuile trahison, ce sont les patriotes. Alors il faut combattre les patriotes. Sikiliza mafundisho ya dini, habari za kiroho, michezo na burudani kupitia chaneli yetu ya Upendo TV. Subscribe leo, uendelee kujifunza na kulipokea neno la Mungu.